Karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Imeelezwa kuwa mshambuliaji wa Simba Sports Club Jonathan Soa amejibu tuhuma mbalimbali zinazotokea dhidi yake na uongozi wa klabu hiyo. Amesikitika kuwa baadhi ya madai yanayotolewa hayana ukweli na yanahitaji kufanywa uchunguzi wa kina ili kuweka ukweli ujulikane. Hivi karibuni uongozi wa Simba ulihamasisha nyota huyo na kumfikisha kwenye kamati ya nidhamu, ukimpa timu tatu kujibu tuhuma kadhaa zilizokuwa zikimkabili. Mtoa habari huyo amesema miongoni mwa tuhuma hizo ni madai ya kutaka kushiriki mazoezi yaliyofanyika Februari 17 kabla mchezo dhidi ya Grenal FC, jambo ambalo Soa amelikanusha vikali. Amesema nyota huyo alifafanua kuhusu tukio hilo kwa kusema kuwa licha ya kusimamishwa na kutokuwa na ruhusa ya kushiriki kikamilifu mazoezini au kucheza mechi, alihudhuria na kukamilisha programu ya mazoezi ya activation session. Ilieleza kuwa baada ya kumaliza programu hiyo, mfafanuzi alimruhusu kuondoka kama ilivyokuwa imepangwa. Hata hivyo, alibainisha kuwa mazoezi hayo yalifanyika baadaye kutoka hoteli ya timu. Alikuwa na baadhi ya wachezaji wenzake pamoja na kocha wa viungo, akisisitiza kuwa kuna ushahidi wa video uliothibitisha hilo. Lakini pia amesema akizungumzia madai ya kuchelewa mazoezi Februari 16, Soa alikiri kuchelewa kwa takriban dakika 5 baada ya kulala usingizi bila kukusudia. Kufuatia kikao cha uchambuzi wa video iliyofanyika awali, alisema alimjumuisha kocha mara moja na kusisitiza kuwa haikuwa tabia ya makusudi. Aidha, Soa alipinga madai ya kuchelewa katika mikutano ya timu, akieleza kuwa hajawahi kufanya hivyo katika kipindi chote alichokuwa ndani ya kikosi cha Simba. Pia alizungumzia madai ya kufanya faulu zisizo za kawaida uwanjani, akisema aina ya uchezaji wake ni wa kuania mipira ni sehemu ya ushindani wa kawaida wa soka, haukuwa jaribio la makusudi na kuwaumiza upinzani au kusababisha kutolewa kwa kadi hiyo. Nyota wa raia wa Ghana ameutaka uongozi wa Simba kufanyia uchunguzi wa kina na kutoa ufafanuzi rasmi ili kuondoa